Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali. Ni asubuhi nyingine tena, siku nzuri ya Jumanne. Tunamshukuru Mungu sana aliyetupa nafasi na kibali kuiona asubuhi ya leo. Karibu sana kwenye ibada hii nzuri ya maombi, kwenye ibada yetu ya prayer team. Karibu sana, na kipekee ni kuchukua nafasi hii kukaribisha mtumishi wa Mungu kwa ajili ya mafundisho ambayo Mungu ametupa kutembea nayo ndani ya wiki hii. Tunatembea na somo ambalo linasema mavazi 10 ya ulimwengu wa giza ambayo adui humvika mtu. Yako mavazi kama 10, nimeandika yako mavazi 10 ambayo adui anamvika mtu wa Mungu ama mtu yoyote. Adui ana uwezo wa kumvarisha, kumvika. Naposema kumvika, kumvarisha, kwamba kwenye ulimwengu wa roho huyu mtu, adui ana mavazi ambayo ana uwezo wa kumvarisha mtu. Sasa jana tuliangalia vazi la kwanza ni vazi la aibu, lakini leo tutaenda kuangalia vazi lingine, vazi la kudharauliwa. Kabla tujaenda mbele, naomba tuwe tukamshukuru Mungu asubuhi ya leo. Twende mbele za Mungu tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, asante kwa ajili ya mtumishi wako huyu Bwana ambaye ameendelea kufuatilia mafundisho yetu. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya majira haya. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Baba, asante kwa ajili ya neema hii ambayo umetuamsha salama, umetulinda, umetupigania, haujatuacha watoto wako wala kutupungukia. Tunalibariki na kulisifu jina lako Mungu wetu. Asante sana kwa ajili ya neema hii. Ni nafasi ya pekee Bwana ambao umetupa tukajifunze neno lako. Asante Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu, unaendelea kutufunulia siri zile ambazo unatamani tuzijue, ambazo adui anaziachilia kwenye ulimwengu wa roho. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako Bwana. Asante kwa ajili ya upendo wako kwetu. Asante kwa ajili ya fadhili zako kwetu. Ninasogea kwako asubuhi ya leo nikiomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Hebu fungua kinywa chako mbele za Bwana, kaombe toba. Mwambie Mungu, ninaomba unisamehe bali ambapo tulikosea kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Baba, ninaomba toba kwa ajili ya kusanyiko hili Bwana. Ninaomba toba kwa ajili ya mtumishi wako aliyeko mahali hapa anayefuatilia mafundisho yetu Bwana. Ninaomba toba kwa ajili ya madhabahu hii. Ninaomba toba kwa ajili ya madhabahu hii ya prayer team. Ninaomba toba kwa ajili ya kila mmoja anayefuatilia mafundisho yetu katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti hai. Roho Mtakatifu, karibu tuhudumie. Nitumie kama chombo kusema na watu wako ambao wamekamatwa na hizo roho, wamevarishwa mavazi ya aibu. Tuliomba jana, na yamkini Bwana wako ambao wamevarishwa na adui yale mavazi 10 ambayo tumeendelea kujifunza. Roho Mtakatifu, karibu tufundishe, tuelekeze, sema nasi, tufundishe, tusaidie. Ni katika jina lako Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi tena kuendelea kukaribisha kwenye somo letu, lakini pia usiache kuendelea kusubscribe channel yetu ili uendelee kujifunza kila siku mafundisho haya. Na Mungu ametupa nafasi ya kuendelea kujifunza somo ambalo kama nimesema mavazi 10 ya ulimwengu wa giza ambayo adui anamvika mtu. Yako mavazi kama 10, na leo nimeendelea kupita kwenye somo kwenye vazi la pili. Vazi la kwanza jana tuliliangalia lile vazi la aibu, lakini leo tutaangalia vazi la kudharauliwa. Vazi la leo ambalo tutaenda kulitazama ni vazi la kudharauliwa. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu kwa makini sana. Nataka nikufundishe sawa sawa na Mungu Roho Mtakatifu anavyotaka aseme nasi. Katika ulimwengu wa roho, vazi la kudharauliwa ni moja ya mavazi ambayo adui anamvika mtu ili kufunika heshima na utukufu aliyomwekea Mungu ndani yake. Ili ni vazi hili linamfanya mtu ajihisi mdogo, asiwe na uthubutu na kushindwa kuongeza ama kuonyesha vipawa ama kuonyesha kipawa chake mbele za wengine, hata pale anapokuwa amejitayarisha kwa mafanikio makubwa. Yaani kwamba ili vazi ambalo adui anamvarisha mtu ni vazi ambalo adui anapokuwa amekuvarisha, unakosa kibali mbele za watu, unakuwa unadharauliwa. Unaweza kuwa umejiandaa vizuri, lakini ghafla unajikuta wanaanza hamna kitu huyu, unadharaulika mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Kitabu yako mambo mengi ambayo yapo kwenye maandiko haya. Ukisoma moja ya kitabu ambacho tutakiangalia ni ile Isaya sura ya 60 mlango wa kwanza, anaposema inuka uangaze, maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umeinua uso wako, kwa maana giza litakufunika na dunia na giza litatoweka. Sasa utasoma kwa muda wako kwenye hili andiko, kwenye hiyo Isaya 60 mlango ule wa kwanza, anaposema inuka uangaze, kwamba kumbe kwenye wakati adui ana uwezo wa kukuvalisha hilo vazi la kudharauliwa,
Kile unapoenda hakuna naye appreciate kile ulichokibeba. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Huu ni ufunuo ambao Mungu ametupa. Nimesema mara nyingi adui anapokuvalisha hili vazi, unakuta unadharauliwa hata pale ambapo najua kabisa mimi sio wa kudharauliwa kwenye hili eneo. Sasa ziko dalili 7, nisikilize kidogo. Dalili 7. Dalili 7 kwenye vazi la kudharauliwa. Ziko dalili 7 kwenye hili vazi la kudharauliwa. Utajuaje kwamba nina vazi la kudharauliwa? Ziko dalili 7. Nisikilize kidogo. Pale mtu anapovikwa vazi la kudharauliwa, adui hufanya mambo 7 makuu ili kudhoofisha heshima na thamani ya kuthubutu kwa mwana wa Mungu. Ziko dalili 7, nimekwambia ziko dalili 7, na hivi ni vitu ambavyo adui anavifanya kwa mtu ambaye amevishwa hili vazi la kudharauliwa. Dalili ya kwanza ni kudharau mtu bila sababu. Narudia tena, kudharau mtu bila sababu. Narudia tena, nimesema hizi ni dalili 7 ambazo zipo kwenye vazi ambalo adui amekuvalisha hilo vazi la kudharauliwa. Nikasema, sikilize kwa makini. Pale mtu anapovikwa vazi la kudharauliwa, adui hufanya mambo 7. Yako kama mambo 7 ambayo adui anayafanya kwenye hili vazi la kudharauliwa. Haya mambo yako 7. Nimesema jambo la kwanza ili kukuzofisha, na haya mambo anayoyafanya lengo lake ni kukuzofisha na kukuondolea ujasiri wa kufanya vitu mbele za Mungu. Nimesema jambo la kwanza ni kudharau mtu bila sababu, ni kukudharau wewe, yani watu wanainuka wanaokudharau bila sababu. Kwenye vazi hili la kudharauliwa, dalili ya kwanza ya vazi la kudharauliwa, unakuwa unadharauliwa na watu, ama anainuka mtu ambaye anaanza kukudharau hata pale ambapo ulikuwa hauna roho yoyote, hauna sababu yoyote ya kudharauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo. Hii ni pale ambapo adui anampanga mtu kukuandalia mazingira fulani ya kukudharaulisha mbele ya watu. Yaani hili vazi la kudharauliwa, adui anamwandaa mtu wa kukudharaulisha mbele ya watu. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Hapa naomba nisikilize kwa makini sana, kwa sababu ni kitu ambacho Roho Mtakatifu anasema na sisi, kwa ni kitu cha kukisikiliza kwa makini. Nimeandika hivi, naomba nisikilize kidogo. Nimesema hivi, kwenye vazi hili la kudharauliwa, dalili ya kwanza ya vazi la kudharauliwa, unadharauliwa na mtu bila sababu. Nikazungumza nikasema hii ni pale ambapo adui anapanga tukio, ama anapanga matukio au mazingira ili watu wengine waone mwana wa Mungu kama hana thamani, na kama mwana wa Mungu anakuwa mtu wa kawaida. Hata pale mtu anapokuwa na kipaji, anapokuwa na heshima ama na nafasi ya kipekee, hali hii inaweza kuonekana kama watu wanakukosea, ama unaonekana mbele ya watu umekosea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani ili vazi la kudharauliwa, adui huwa anakuandalia mazingira. Yaani unashangaa, labda nitolee mfano huu. Unashangaa unaenda mahali fulani kwenye event fulani, labda kama ni mwimbaji au ni mwalimu au ni mchungaji au ni mtu yoyote, ama ni mfanyakazi, unaenda mbele ya watu kupresenti. Adui anachokifanya, akikuvalisha vazi la kudharauliwa, anakuandalia watu wa kukufedhesha. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa kukudharau. Unafika kwenye ile event, unashangaa unaenda kusema mbele ya watu wanaanza kukudharau. Anakuandalia mazingira kabisa ya kuonekana hauna thamani. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema watu wanakuona umekosea, wanakuona hauwezi, wanakuona uko wiki. Hilo ni dalili ya kwanza ya vazi la nini jamani? Dalili ya kwanza ya vazi lile la kudharauliwa. Nimesema jambo la kwanza, ukisoma ile Zaburi ya 44 mstari wa 15, anasema fedheha yangu iko mbele yangu siku zote. Yaani kwamba unaenda mbele za watu, lakini unajikuta fedheha imekuja mbele yako. Unadharauliwa, unafedheka mbele ya watu. Hii ni dalili mojawapo ya kujua nimevalishwa vazi la nini jamani? La aibu. Nimesema unaweza kuwa una kipawa, una vitu vikubwa, lakini ukienda mbele za watu unashangaa ile vazi lina take place, linachukua nafasi. Mwisho wa siku unajiona uko wiki. Dalili ya pili, kuwatuma watu wasio wenye heshima. Yaani adui huyo akikuvalisha vazi lile la kudharauliwa, anawatuma watu ambao hawana heshima. Bwana Yesu asifiwe. Huwatuma watu wasio na heshima, anawatuma kwako, anawaleta kwako wale watu ambao hawana nini? Heshima. Nisikilize kidogo. Kwenye vazi hili la kudharauliwa, dalili nyingine ni muhimu. Dalili nyingine ni muhimu pale ambapo adui hutumia watu wasio na heshima
au wenye msukumo wa ndani na kukudhalilisha ama kuwadhalilisha wana wa Mungu, ili kuwafanya njia ya kumdhoofisha kiroho na kimwili. Yaani kwamba adui anaweza kawatuma watu wa kukudhoofisha, wa kukudhalilisha. Yaani adui ana uwezo wa kuwainua watu wa kukudhalilisha mbele ya watu. Anaweza kumtumia hata bosi wako. Huyo mtu bwana, wewe hauna chochote, anafanya kusema mbele ya watu. Ni adui huyo huyo. Anatuma watu, anainua watu wa kukudhoofisha mwana wa Mungu mbele za watu. Kwa unaweza kana kitu kikubwa, lakini adui anaweza kumtumia hata bosi wako kukudhalilisha mbele ya watu. Wako watu ambao wanakosolewa mbele ya watu wengine. Au unaweza kupresent kitu mbele ya watu alafu bosi wako anakusema mbele ya kundi la wengine. Au bosi wako anaenda kukusema katikati ya kadamnasi ya watu. Wewe jana nilikwambia, au nakufokea mbele ya watu. Ukiona hiyo dalili na kufuatilia, ulifokewa na bosi mahali fulani, alafu mahali pengine umefokewa na bosi au umefokewa na mtu fulani au umedhalilishwa mbele ya watu, hiyo ni dalili mojawapo ya vazi la kudhalilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnaelewa, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ana uwezo wa kusema vibaya, kukutisha, ana uwezo wa kukutisha mbele ya watu, kukusema vibaya ili ukose tu ujasiri, udhalilike mbele ya watu. Hiyo ni moja ya dalili ambayo adui anaitumia. Nimesema adui anatumia vazi la kukuvalisha, anainua watu wa kukudhalilisha, anawaleta watu wa kukudhalilisha. Anaweza akamtumia bosi wako, akamtumia babako, akamtumia mume wako, akawatumia watu walio kwa kubwa kwako, wakakudhalilisha tu mbele ya watu. Ukiona ile dalili, ni moja ya dalili ya vazi la kudhalilishwa. Dalili ya tatu ama kitu kingine ambacho adui anakitumia, huongeza hisia za hofu na kujidharau. Adui pia anapokuvalisha ili vazi la kudharauliwa ama la kudhalilishwa, kudharaulishwa ama kujidharau, anainua watu, anainua hofu na kujidharau. Yaani unashangaa tu ghafla umepata hofu, unaanza kujidharau. Mimi nitaweza kuongea mbele ya watu, nitaweza kupresent mbele ya watu hao. Unaanza kujiona mdogo. Ukiona hiyo roho inakujia kwako, ujue hapo kwenye ulimwengu wa roho umevalishwa vazi gani jamani? Ni dalili mojawapo ya vazi la kudhalilishwa. Kwa ukiona kuna dalili hiyo ya hofu inakujia, kujiona mdogo mbele ya watu, nimekwambia hiyo ni moja ya dalili ya vazi ambalo umevalishwa. Vazi la nini jamani? Nimekwambia vazi la kudhalilishwa. Nimesema kujiona mdogo, kujiona una hofu, unajiona unakuta umevalishwa roho ya hofu, unajiona mdogo mbele ya watu, unaanza kujidharau. Kwa ukiona kuna roho la kujidharau ndani yako, ujue hiyo ndani yako adui amekuvalisha vazi la nini? Na kumbuka maandiko yanasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukisoma ile Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7 anasema, kwa maana Mungu hakutuita kuogopa, bali ametupa roho ya nini? Ya nguvu. Yaani kwamba Mungu hakutuumbia roho ya uoga. Kwa ukiona kuna roho ya hofu inakujia ndani yako, hiyo ni moja ya dalili ya roho ya kudhalilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4, kupunguza mamlaka au kipaji ulichopewa na Mungu. Hii roho ya kudhalilishwa ili ikikaa ndani yako kwenye ulimwengu wa roho, inaondoa ujasiri, unaondoa mamlaka ya kutawala na kumiliki, unaondoa kipaji ambacho Mungu amekupa, ambacho Mungu alikiweka ndani yako, inaondoa nguvu na mamlaka ambayo Mungu alikupa. Kwa mfano, kama ulikuwa mwimbaji, unashangaa ghafla unaanza kunyongonyea, huwezi tena kuimba mbele ya watu. Kama ulikuwa mhubiri, una vipawa, una karama, ghafla unashangaa kipawa kimeanza kuwa wiki, unakosa kujiamini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unakosa mamlaka ya kukitumia kile kipaji ambacho Mungu amekupa. Ukiona unakosa mamlaka ya kutumia kile kipaji ambacho Mungu amekupa, dalili hiyo inaonyesha kwamba kumbe kwenye ulimwengu wa roho adui amekuvalisha vazi la kudhalilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye vazi hili la kudhalilishwa, dalili nyingine ni wazi, ni pale ambapo adui hutumia mbinu za giza na kupunguza uwezo na mamlaka au kipaji cha mwana wa Mungu ili hili analifanya lilete matokeo ya wazi, kipaji hicho kisionekane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata kile kipaji ambacho Mungu amekiweka ndani yako, unajikuta uwezi kukifanya kwa uaminifu, kwa ujasiri. Unakosa ujasiri mbele ya watu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa anapunguza mamlaka ama kipaji ulichopewa na Mungu. Kwa hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba kumbe Mungu aliweka kipaji ndani yangu, lakini nakosa ujasiri kukifanya. Nakosa uaminifu, nguvu ya kukifanya kwa uaminifu. Ujue ni moja dalili ya vazi la nini jamani? Vazi la kukataliwa, la kudharauliwa.
Bwana Yesu asifiwe. Jambo ukisoma hiyo dalili nimekuambia utasoma ile Wakorintho wa pili, Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 na wa 7. Jamani, sio kama niko na watu. Jambo lingine, dalili nyingine ya 5. Kuishi kwa kujiona mdogo na kukosa kujiamini mbele za watu. Ili vazi, nisikilize kidogo. Kwenye vazi hili la kudharauliwa, dalili nyingine ni pale mwana wa Mungu anapojikuta akiishi kwa kujiona mdogo na kwa kukosa kujiamini mbele za wengine. Hali hii inatokea hata pale mtu ana kipaji, ana heshima ama na nafasi ya kipekee, lakini adui anamvika vazi ili kumfanya ajihisi hana thamani, hawezi kuishi kikamilifu hata katika maisha. Yani kwamba ili vazi la kudhalilishwa ama la kudhalilika linakuona ujione mdogo mbele ya watu. Unaweza kuwa bosi lakini ukajiona mdogo mbele ya wafanyakazi wako. Unaweza kuwa ni mwalimu mkuu ama ni mkuu wa kitengo fulani, lakini ghafla unajikuta unakutana na hatia, unajiona mdogo, unajiona uko wiki mbele ya wafanyakazi wako. Hiyo ni moja ya dalili ya vazi la nini jamani? Vazi la kudhalilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia ukisoma ile Mithali 29 utasoma kwa muda wako. Lakini dalili nyingine kama nilivyosema kwenye hiyo dalili, unakuwa na dalili ya kiroho, au unakuwa dalili ya uoga, dalili ya hofu, unakosa kujiamini, unakosa nguvu ya kusimama mbele ya watu. Kwa nini? Kwa sababu unajiona mdogo. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu akupe upako wa kujiona unaweza kila eneo. Mungu aondoe hiyo wiki ndani yako. Mungu achilie confidence ya kiungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya 6, kukataliwa mara kwa mara hata katika fursa muhimu. Kama nilivyosema, hii ni dalili ambayo inaendana na ile dalili ya mwisho. Yaani kwamba kuna mahali ambapo ulitakiwa ukakubarike, ukainuliwe, ghafla unashangaa unaahirishwa. Wanaambia bwana, tumeahirisha kile kitu, usije bwana. Kwa kuahirishwa vitu ama kwa kukataliwa mara kwa mara katika fursa muhimu. Kwa ukiona kuna dalili ya kukataliwa, ulienda hapa mahali kukataa, mahali hapo umekataliwa, unajua ni moja dalili ya vazi la kufanya jamani, la kudhalilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya mwisho kwa leo, Mungu atupa neema, tutaendelea kesho. Historia ya matukio yanayovunja heshima. Yaani historia ya kujirudia inaovunja nini? Heshima. Yaani kwamba kuna mahali ambapo dalili nyingine pia ni hii dalili ya kudhalilishwa, ni mahali ambapo mwanzoni ulidhalilika, mara ya pili umedhalilika. Ni dalili ambayo inajirudia. Unajua ni moja ya dalili ambazo ni roho inaleta ni dalili ya roho ya kudhalilishwa. Ni asubuhi ya leo natamani tu tukaombe baada ya kuziona hizi dalili. Ukipata nafasi naomba na wewe utaendelea kuomba, na nimekwambia nimeandika kitabu. Ni kitabu ambacho kitakusaidia mtumishi wa Mungu kuzielewa hizi dalili, lakini pia jinsi ya kuomba. Na mimi nataka nikuombea asubuhi ya leo hizo dalili mojawapo. Kama kuna dalili mojawapo ya kudhalilishwa, jamani, hamna kitu kibaya kama kudhalilika. Sio kama mnanielewa watumishi wa Mungu. Hamna kitu kibaya ambacho adui anakifanya kwa watu wa Mungu kama kuwadhalilisha. Usiombe ukadhalilika mbele ya watu. Na ninaposema hii ya kudhalilika, unaweza kaenda mahali fulani unashangaa umedhalilika. Umeenda mahali pengine umedhalilika. Kwa natamani tunapoingia kwenye maombi tukaombe, tumsihi Mungu ilo vazi la kudhalilisha, la kudhalilika, tulikatae, tulivue. Wewe sio kudhalilika, wewe sio kudhalilishwa. Nataka tukatae ilo vazi, tumwambie shetani enough is enough, yatosha kudhalilika. Tukaheshimike kila tunapoenda, tukakubariki kila tunapoenda. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu tukaombe kwa pamoja. Na mimi nataka tukaombe kwa pamoja sawa sana Mungu alivyokutusudia asubuhi ya leo. Sawa sana Mungu alivyotukusudia majira haya. Tukaombe. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya wakati huu. Mungu, umenipa nafasi kulisikiliza neno lako. Dalili mojawapo ya mavazi ambayo adui anawavalisha watu wa Mungu, mavazi ya kudhalilika. Yamkini Bwana, moja ya dalili za mavazi yale ambayo adui anawavalisha watu, hilo vazi la kudhalilika. Yamkini hata mimi nimevalishwa hilo vazi la kudhalilika. Kudhalilika mbele ya bosi wangu, kudhalilika kwenye ndoa, kudhalilika kwenye mahusiano, kudhalilika kwenye uchumi, kudhalilika kwenye kazi, kudhalilika kwenye project mbalimbali, kudhalilika kila eneo, iwe ni ndani ya kanisa, kila eneo ambalo adui alinivalisha vazi la kudhalilika. Leo hii hilo vazi la kudhalilika ninalivua leo. Vazi la kudhalilika kwenye uchumi ninalivua leo. Adui alikonivalisha kwamba nidhalilike kwenye kazi, kwamba nidhalilike kwenye uchumi, kwamba watu wasinielewe, kwamba watu wasinithamini, hilo vazi nalivua leo. Nalivua hilo vazi la kudhalilika, nalivua kwa jina Yesu. Hebu tuende mbele za Mungu, mtumishi wa Mungu, tuende tukakatae, tukalivua hilo vazi la kudhalilika. Tumwambie shetani,
hatutadhalilika tena. Tukaombe na mimi nakuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, ninamleta binti huyu Bwana, ninamleta mama huyu Baba, ninamleta baba huyu ambaye adui amemvalisha vazi la kudhalilika. Alikuwa na fedha nyingi, alikuwa na uchumi wa kujitosheleza, lakini leo adui amemvalisha vazi la kudhalilika. Amedhalilika kwa kukosa fedha, amedhalilika kwa kudaiwa. Wengine ameuziwa nyumba zao kwa sababu ya mikopo. Adui amemvalisha vazi la kudhalilika. Wengine amekataliwa, ndoa zimevunjwa mahakamani. Adui amewadhalilisha. Asubuhi na majira haya, ile roho ya kudhalilika nalivua leo kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Nalivua hilo vazi la kudhalilika kwa damu ya mwana kondoo. Hilo vazi nalivua, hilo vazi nalivua. Hebu omba mtumishi wa Mungu, vua hilo vazi la kudharauliwa, vua hilo vazi la kudharauliwa. Waambie nalivua leo, sitadharaulika tena. Kila eneo na kila mahali nitakapoenda nikakubariki. Kwa jina la Yesu, ninapangua hilo vazi, ninavua hilo vazi la kudhalilika. Nalivua hilo vazi alilovalishwa binti huyu la kudhalilishwa. Alizalishwa na mwanaume yule, akazalishwa mara ya kwanza mtoto, akazalishwa mara ya pili. Lengo ni adui amemvalisha vazi la kudharauliwa, ili kwenye ulimwengu wa roho kila anapoonekana au amedharaulika. Nalivua hilo vazi kwa jina la Yesu. Hebu omba mtumishi wa Mungu, vua kila vazi walilokuvalisha adui, vazi la kudhalilika kwenye uchumi, kudhalilishwa kwenye huduma, kudhalilishwa kwenye ndoa, kudhalilishwa kwenye mahusiano. Nalivua kwa jina Yesu. Nalivua hilo vazi kwa jina Yesu. Omba mtumishi wa Mungu, vua. Waambie nalivua hilo vazi. Waambie nalichana kwenye ulimwengu wa roho. Vazi la kudhalilishwa nalivua kwa jina Yesu. Mlionivalisha vazi la aibu ili nizalishwe kwenye ndoa, nizalishwe kwenye uchumi, kuzalishwa kwenye mahusiano. Waambie nalivua leo. Waambie nalivua leo. Vazi la kudharauliwa kwa damu ya mwana kondoo. Hatutadharauliwa tena. Binti wao hatadharaulika tena. Nalikataa hilo vazi. Toka wewe adui. Hilo vazi uliomvalisha nalivua, nalichana kwenye ulimwengu wa roho. Hamtamvalisha mchungaji huyu, hamtamvalisha binti huyu, hamtamvalisha mchungaji huyu, hamtamvalisha mtumishi huyu. Hilo vazi la kudhalilishwa kwenye huduma, kudhalilishwa kwenye mahusiano, kudhalilishwa kwenye kazi, kudhalilishwa kwenye ndoa, kudhalilishwa kwa watoto wake waliotamka maneno mabaya, wakamvalisha neno vazi kwamba watoto wake wasiolewe ili azalilike, kwamba watoto wake waishie kuzalia nyumbani ili azalilike. Nalikataa hilo vazi kwa mama huyu, nalikataa hilo vazi kwa mama huyu. Hilo vazi la mauti waliomvalisha ili afe kupitia hilo vazi la kudhalilishwa, nalivua kwa jina la Yesu. Waliomvalisha vazi kwenye mtaji, kwenye biashara ili afilisike, nalivua kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Asante Mungu, kwa maana wewe ni Mungu unayesikia. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mama huyu. Hilo vazi amelivua na limevuka. Pokea hiyo neema ya vazi kuvuliwa. Pokea hiyo neema ya kibali. Hautadharauliwa tena, hautakataliwa tena, hautadhalilika tena. Hata kama adui alikuvalisha vazi la kukataliwa, ninatamka upako wa kukubarika. Ninatamka neema ya kuthaminiwa. Pokea hiyo neema binti. Nenda kaangaze, nenda kainuke, nenda kabarikiwe. Mungu akakutetee, Mungu akakupiganie. Hautadharauliwa tena. Sema kwa ushindi kwa jina la Yesu. Talk to neighbor. Sema na rafiki yako, mwambie hautadhalilika tena, na wewe na familia yako hautadhalilika tena. Na nakwambia Mungu akakupe hiyo neema, na kutamkia maneno. Mungu akakupe neema, hautadharaulika. Hata kama adui aliandaa mwaka 2026 aibu haitakuwa juu yako. Hautadharaulika kamwe, hautadharaulika tena kwa jina la Yesu Kristo anayetetea. Pokea hiyo neema. Mwaka 2026 ukani mwaka kukubarika, mwaka kuheshimika, mwaka kuangaza. Asubuhi ya leo pokea hiyo neema, kaangaze ofisini. Hakuna atakaye kudharau tena. Pokea hiyo neema, pokea huo upako kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Sema amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Kesho tena tutaendelea siku ya Jumatano. Karibu sana kwenye ibada hii. Usiache kuendelea kushare ujumbe huu na watu wa karibu. Tuma tu link kwenye kwa watu wako wa karibu. Na haya maombi usiache kutuma kwenye magrupu ya familia. Tuendelee kuomba kwa pamoja. Na nimekwambia Mungu ameachilia kitu kikubwa sana. Omba na Mungu atakubariki na Mungu atakulinda. Basi wacha tuombe kwa ajili ya asubuhi ya leo. Hakuna ibada ambayo haina sadaka. Shika sadaka yako asubuhi ya leo. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao Mungu ameendelea kushika sadaka zao. Wengine hawana sadaka, wanatamani kutoa. Baba ukawabariki. Fungua milango ya uchumi kwao, ili siku watakapopata wakatoe sadaka kwa ajili ya kutukuza Kristo. Asante kwa ajili ya watu wote walio kwenye ibada hii ya Morning Glory. Mungu ukawabariki, ukawakumbuke. Tunaibariki Jumanne ya leo. Ikani Jumanne ya baraka, ikani Jumanne ya kibali. Watu wakainuliwa tokapo na wengiapo. Tunautamkia mwaka 2026 ukani mwaka wa neema na maongezeko kwao. Hakuna aibu tena juu ya mtu huyu. Kwa damu yako Yesu Kristo tunaomba na kuamini na kushukuru pia. Amen. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Basi unaweza ukaendelea kuachilia sadaka yako hiyo kwa wale ambao mnasukuma kuachilia sadaka. Wengine ambao wana sadaka
Mungu pia akubariki. Mungu akutunze, Mungu akulinde. Kwa wale ambao mnahitaji maombi binafsi, namba za simu ziko hapa. Unaona hizi dalili mojawapo, unaona kama nina dalili hii, piga simu au ni vipi, tutakuombea, tutaomba kwa pamoja, na Mungu akubariki na Mungu akutunze. Amen.